Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai thumma imamil mursalin, amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, atukufu, katika darasa ya leo tazungumza kidogo kwenye fani, hususan kwenye nahau, lakini pia nitajidhatiti katika mlango wa fa'il. Kama inavyoelezwa, alfa'ilu, unapomzungumza fa'ilu kwenye nahau, kwanza ni jina, lakini pia lenye kuribiwa dhumma, lakini yenye kutajwa kabla yake kitendo chake. Almadhkuru qablahu fi'luhu, yenye kutajwa kabla yake fiilu yake, maana yake kitendo chake. Kwa hiyo unapomsema fa'ilu, huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru, ni jina lenye kuribiwa dhumma, lenye kutajwa qablahu, kabla yake hilo jina, fi'luhu, kwanza imetajwa fiilu ndo ikaja hilo jina, lakini imegawanyika katika sehemu mbili. Huyo fa'ilu amegawanyika katika sehemu mbili, anaweza akaja kwa dhahiri ama anaweza akaja kwa kufichikana, kwa maana tunavyosema kwamba huwa ala qismain, dhahirin wa mudhmari. Labda mfano katika dhahir ni kama kusema kwako qama zaidun wa yaqumu zaidu, qama zaidun wa yaqumu zaidun, ama yaqumu amru, ama utakavyosema, ama yaqumu ahmadu, namna hiyo vyote litaingia katika huo wazani. Qama zaidun, yaqumu amru, yaqumu ahmadu. Naam. Na unaposema hilo jina kuja dhahiri, ni lile ambalo kwamba limejulisha juu ya mwenye kuitwa kwake bila qaidi. Kazaidin wa rajuli, ndo dhahiri huyo. Na unaposema mudhmari, ni lile ambalo kwamba limejulisha juu ya yule mwenye kuzungumza au mwenye kuhutubiwa au mwenye kuwa mbali, kaana wa anta, kama vile unavyosema mimi ama wewe, huyo ndo mudhmar. Sasa mfano unaposema kwamba qama zaidu, unaposema hivyo qama, huyo sema kwamba ni fi'lu madhi, lakini huwezi sema ni fi'lu madhi tu, kwa sababu fi'lu madhi na kanuni zake za kuwa fi'lu na kanuni zake, kama inavyoelezwa walfi'lu yurafu biqadi wa sini wa sawfa wa ta'i tanithi sakinati. Lakini ukisema tu kwamba qama zaidun, qama fi'lu madhi, kwa nini iwe fi'lu madhi? Na hapo hakuna qad, hakuna sini, hakuna ta'u tanithi sakina, kuna te ya kike. Inakuwaje kwamba ni fi'lu?
kwamba ni hivyo. Jawabu lake ni kwamba yakubali. Unaweza ukasema kad qama, kad qala, yakubali kuingiliwa na moja kati ya vile vitendekazi vya filu kama kad, sini, saufa, tai taanithi sakin. Moja katika kile kitendo ipo kad, inakubali kuingia. Sasa unaposema qama zaidu, faqama fi'lu madhi mabniyu ala fathi dhahirin fi akhirih, kwamba qama huyo ni fi'lu madhi mwenye kubuniwa juu ya fataha, mwenye kuwa dhahiri katika mwisho wake. So mabuniyu ala alfathi fi mahali nasbi, fi'lu haikubali tanwin, ni mabniyu ala fathi basi fi mahali fatahatin, labda useme hivi, lakini sio fi mahali nasbi. Fi'lu haikubali tanwin, sababu unaposema buniyu ala alfathi fi mahali nasbi tayari umeleta mahala pa tanwin, na kati haikubali tanwin. Na huyo zaidu nayo anakuwa ndo fa'ilu ambaye tunamzungumza hapo wa kidhahiri, marfu'un bi dhammatin adh-dhahirati, mwenye kuribiwa dhumma, kwa dhumma yenye kwa dhahiri, fi akhiri, katika mwisho wake. Hivyo imekuja qama zaidun. Kwa ya zaidun hapo ndo amekuwa fa'ilu na ndo tuliokuwa tukimzungumza hapa. Sasa utamtambuaje fa'ilu? Kumtambua fa'ilu, ndugu zangu, vijana wenzangu na wanafunzi wenzangu, kumtambua fa'ilu, kwanza unaweza, ukiwa humjui fa'ilu, unaweza ukawa unatembea na ule msemo lakini usipate jawabu lake. Paka pale utakapokuja kumpata fa'ilu ndio unaweza kumpata jawabu lake. Hata tafsiri wakati unaitoa, unaweza usipate ile tafsiri kwa mantiki vizuri zaidi paka umpate fa'ilu. Na hivyo ni kiungio muhimu sana katika lugha, kumjua fa'ilu, kumjua mafuulu, kumjua mafuulu mutlaq, kumjua taukidi, kumjua hali, kumjua sifa, ni muhimu sana katika lugha. Na mimi kama kijana mwenzenu na wahamasisha sana kuisoma lugha, lakini ikiwa na vipengele vya fani, na wahamasisha sana kuisoma fani, kwa sababu fani ndio itakufanya uweze kutoa tafsiri iliyonyooka, lakini usiwe na mashaka zaidi katika zile tafsiri zako unazozitoa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.